Umeona hiyo? Mavazi ya kiagano. Hiyo nacho ni kifaa hicho. Vyombo vya kiagano. Vyombo vya kiagano. Hichi chungu ni cha bibi yetu, tunamuenzi. Kwa kila mtoto wa kwanza wa kike anapewa hicho chungu kumuenzi bibi. Na linda kisivunjike. Ukivunja, umevunja ukoo mzima. Kwa unakuta watu wanatunza kweli kweli kile chombo. Hivyo ndio vinaitwa vyombo vya kiagano. Mikoba, kuna mikoba ya kiagano, mikoba ya uchawi na mingineyo. Kuna fedha za kiagano, kuna mishale au mikuki. Kwa mfano, kuna baadhi ya makabila kijana akiwa anaoa wanamkabidhi mkuki pamoja na ngao, ikiwa ni ishara ya kwamba mizimu ya ukoo yeye sasa amekabidhiwa ulinzi kwenye nyumba yake. Na unajua inasikitisha, vitu vingine vinafanyika hata kanisani. Mtu anakabidhiwa mkuki wa kimila wenye miungu. Ametoka tu nje ya kanisa, wazee wanamfuata wanamkabidhi pale pale nje, kwamba wewe umeoa kuanzia sasa hivi, basi wewe ndio chief kwenye ukoo. Kamata mkuki, kamata ngao. Kwa moja hivyo vyote ni vifaa vya kiagano. Viko na vingine vingi sana, hivi nimevitaja kwa uchache kukuwekea picha. Kwa unapotaka kujiondoa kwenye kiti, lazima hivi vifaa uviteketeze kwa moto wa Roho Mtakatifu. Na kuna namna mbili za kuteketeza. Namna ya kwanza ni kuviteketeza kiroho. Namna ya kwanza ni kuviteketeza kiroho, kwa sababu nguvu ya vile vifaa ipo kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa mwili unaweza ukaona ni vazi, ila kwenye ulimwengu wa roho lina nguvu yake. Unaweza ukaona mkuki au mshale, kwenye ulimwengu wa roho lina nguvu yake. Kwa liteketeze kwa moto wa Roho Mtakatifu kiroho. Lakini pia ukishamaliza kuteketeza kiroho, kama unacho na kimwili, pia kiteketeze na kimwili. Kwa sababu unakuta kuna wengine wanamiliki irizi majumbani kwao, au wanamiliki kitu fulani cha kiagano. Kwa kama uko hapo unanisikiliza popote pale, hakikisha pia hicho ulichonacho, licha tutakiteketeza leo kiroho, lakini pia kilete kiteketezwe na kimwili, kichomwe moto. Kinachomwa moto wa Roho Mtakatifu rohoni, kimwili kinachomwa moto kama moto wa kiberiti kwa ibada maalum. Koleta kwa viongozi, waone tu kibinafsi, sio lazima kila mtu ajue. Labda unaweza kuwa unaona aibu, leta tu kwa viongozi, usione aibu, usiwaogope. Mwambie kiongozi, mimi bwana, kutokana na lile somo ni huwa nina kitu hichi hapa. Wataenda kwa baba paroko au kwa kiongozi wa kanisa, kitachomwa kwa utaratibu maalum kimwili kama kilivyochomwa na kiroho. Tukichoma kiroho, wewe ukaendelea kukiacha nyumbani kwako, kitaendelea kufanya kazi. Kwa wale ambao mnavyo, kama we hauna, wewe teketeza tu kwenye ulimwengu wa roho peke yake. Lakini pia Roho Mtakatifu ananiambia kuna wengine tumemiliki majina ya viti, majina. Ulipewa jina la kiagano. Kwa mfano, kuna baadhi ya familia unakuta kila mtoto anarithi jina fulani. Kwa lile jina linaenda likijirudia, linajirudia. Unavyopewa jina, linakuja na roho ya yule mwenye jina. Na linakuja na tabia, linakuja na magonjwa, yanaamua hatima ya maisha yako. Kwa pia kama jina lako ulilo nalo ni jina la urithi, haijalishi ulirithi kwa nani, hata kama ni mama yako mzazi, ila kama alikuwa na makando ya kiagano yako na wewe, kwa pia teketeza hilo jina kwa moto wa Roho Mtakatifu kwenye ulimwengu wa roho. Liteketeze kwa moto wa Roho Mtakatifu. Utakavyoteketeza kwenye ulimwengu wa roho, nguvu ya ile roho kwenye jina itaachia maisha yako. Amen. Hatua ya tano na ya mwisho. Kujitamkia baraka za kiti cha ufalme wa Mungu ziambatane na wewe. Kujitamkia baraka za kiti cha ufalme wa Mungu ziambatane na wewe. Kujitamkia baraka za kiti cha ufalme wa Mungu ziambatane na wewe. Naomba nikurudishe kwenye ushuhuda ule niliokupa mwanzoni. Nilikueleza huyu mtu, mganga alimwambia, ndugu zako kwa sababu wanaita sana jina la Yesu na wanakana na kukataa, miungu ya wazee iliwaacha. Wao wana Mungu wao mwingine ambaye ni Yesu Kristo. Ila wewe umebaki empty.
Kwa ulivyobaki empty, unashambuliwa na kila mtu. Nisikilize polepole. Unapokana na kukataa, ina maana kile kiti kinaondoka na mambo yake yote yanaondoka. Ina maana unahitaji pia uwepo wa kiti kingine kwenye maisha yako, na hakuna kiti kilicho bora zaidi ya kiti cha enzi cha Mungu aliye hai, ambaye Biblia inasema mbinguni ndiko aliko, duniani ameweka miguu, ili sisi tuiname kwenye miguu yake. Kama wale malaika wanavyoinama na kuinuka, na sisi pia hivyo hivyo tukiwa hapa duniani. Kwa unajitamkia baraka za uwepo wa hicho kiti kwenye maisha yako, ili usiwe empty, ili watakapokuja watu wa miungu mingine kukushambulia wakute una baraka tayari za Mungu aliye hai. Na unajua, ukisoma kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 28 mstari wa kwanza hadi wa 13, nitaisema mistari baadhi hapo, unaweza ukapitia mwenyewe kwa undani ukaona zaidi. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 ule mstari wa kwanza hadi wa 13. Kumbukumbu la Torati 28 1 hadi 13. Hapa anaonyesha kwamba utakapomkubali na kumsikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza na kuyafanya maagizo yake yote ya kuagizayo hivi leo, anaanza kukutamkia baraka. Anakuambia utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, afu na kurudisha nyuma. Anasema baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Ina maana zinakuja zenyewe kwenye maisha yako. Kwa swala la kujitamkia baraka za kiti cha enzi cha Mungu aliye hai, hizi baraka zitaanza kuja zenyewe kwenye maisha yako. Zitakuja za kukufanikisha mjini ukiwa unaishi mjini. Ukienda kwa mfano kuishi kijijini, pia anasema utabarikiwa kijijini. Kohana kikomo. Anasema pia kuna watu ambao wanaenda kuishi mashambani, anasema pia utabarikiwa na mashambani. Unaona kote huko kiti kinafuata. Anasema pia utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Kwa ina maana pia tumbo lako la uzazi, la wale ambao umeshawazaa tayari na wale walioko bado haujawazaa na Mungu anajua labda utakuja kuwazaa, na wao pia watabarikiwa. Kwa kama una mtoto wako amekengeuka, Mungu anasema kupitia tendo la leo anaenda kumbadilisha, maana Mungu anafungua. Lakini pia anasema watabarikiwa wazao wako, anasema wanyama wako watabarikiwa na mifugo yako. Na Roho Mtakatifu ananiambia kuna mtu yuko hapa ambaye huwa anafuga mara kwa mara, na kila anapofuga vinakufa, kila anapofuga vinakufa. Anasema leo atabariki uwezo wa kufuga. Kwa baada ya hapa, nenda kafuge. Mungu si muongo, utaona havitakufa tena. Amen. Lakini pia anasema litabarikiwa kapu lako, chombo chako cha kukandia, na chenye pia kitaenda kitabarikiwa. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Kama kuna mahala ulikuwa unaingia wanaona umeingiza mikosi, kuanzia sasa hivi ukiingia unaingiza baraka, na wao wenyewe wanakutaka tena. Kwa lugha nyingine watu naita kibali. Watu wanasema Mungu nipe kibali cha kukubalika. Na kuna watu hawana vibali. Mungu anaenda kuachilia kibali cha baraka kwenye maisha yako. Amen. Kila unapokanyaga panabarikiwa kwa niaba yako. Biblia inasema Yusufu alipokabidhiwa kazi ya Potifa ilibarikiwa kwa ajili ya Yusufu. Kwa Potifa hakuwa na kibali cha baraka, ila baraka ilionekana kwa ajili ya Potifa. Na ndivyo kuna watu wako hapa mnaishi na mapotifa kwenye nyumba zenu, wanaenda kuona baraka kupitia wewe. Kuna watu mnasoma kwenye shule ambazo zina mapotifa, hizo shule zinaenda kuona baraka kupitia nyie. Miradi inaenda kuona baraka kupitia wewe. Amen. Na kupitia hilo Mungu anaenda kukuongezea cheo, anaenda kukuongezea mshahara, anaenda kukuongezea daraja, anaenda kukuongezea wateja, kwa sababu unaenda kuwa chanzo cha baraka na sio chanzo cha laana. Amen. Lakini pia anamalizia kwa kusema ataamuru baraka ije juu ya ghala zako. Unaelewa ghala? Ghala ni kama store, sehemu ya kutunza chakula. Mungu baraka anazoenda kukubariki leo kwenye kiti chake cha enzi
ni baraka ambazo zinaenda kuachilia uwezo